Kwa tunashukuru Mungu tumefika salama. Ni muda mwingine wa kujiandaa na mechi yetu na Dodoma. Tumefika, tumetrain kidogo kuangalia hali ya afya ya wachezaji. So imekuwa nzuri. Tunashukuru Mungu, hakuna shida yoyote, hakuna mbaya atakayekosekana. Tulikuwa na changamoto kidogo last time ya wachezaji baadhi ambao hawakupatikana kwa tatizo kidogo la vibali, lakini so far na imani kwa watakuwepo. Hiyo ni muda mwingine wa kuweza kujiandaa vizuri na mechi yetu. Kwa hiyo tumefanya kile ambao tunaamini ni muhimu kwa mechi yetu. Kwa hiyo tunasubiri baraka za Mwenyezi Mungu. Sawa, waandishi maswali kwa mwalimu. Mwalimu, mchezo wa mwisho nyumbani kwenye jumba la Al Hassan Mwinyi umepoteza kwa idadi nyingi ya mabao mawili. Pengine kwenye mchezo wa kesho upo ugenini dhidi ya timu ambayo ina matokeo mazuri. Hii haikupi pressure kuona kwamba mchezo wa nyumbani umepoteza, umetoka nyumbani unakuja ugenini kwenye uwanja mgumu ambao timu ya nyumbani inaibuka na ushindi? Kwenye football uwe nyumbani ni 11, uwe away ni 11. Hata sisi wenyewe tumeshawahi funga timu kubwa away goli zaidi ya 2 kwanza. Hiyo ni jambo la kawaida, mpira una kopi. Kilichotokea tumejifunza. Kama kisi nimesema, tulikuwa na tatizo ya wachezaji ambao wengi hawakuwepo. Imetuvuruga kidogo katika plan tulikuwa nayo. Kwa sababu tumelijua hilo muda ilikuwa ni siku ya mechi. Hapo kama masaa matatu kabla ya mechi tungefanya chochote. Kwa hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa kwa kuwa na plani yetu haikuwa vizuri. Ila kingine ilikuwa ni ubora wa wapinzani gisi wameamka ikatokea na uzuri wao. Kwa hiyo tumejifunza. Kama unaangalia kulikuwa na makosa ambayo kiufundi ambayo alitokea kwenye wachezaji wetu. Kwa hiyo tumejifunza. Yes. Kuna maingizo mengi ya wachezaji wapya na wazuri zaidi. Kwenye mchezo wa kesho tegemea kuweza kuwatumia. Ikiwa wote vibali vitapatikana, ndani wengi wao wanaweza wakacheza. Kwa sababu tumejiandaa hata last game wangecheza. Ilikuwa mpaka kwenye plan, lakini imetokea basi. Lakini na imani kama kwa this time nadhani watakuwepo. Kwa hiyo wakiwepo itakuwa ni picha nyingine ya TRA gisi inapaswa kuwepo, gisi inapaswa kujiandaa. Kocha, ukisema unadhani watakuwepo, huna uhakika kama vibali tayari vishapatikana kwa hayo maingizo mapya? Uhakika ni wakati naona uwanjani. Kwa hiyo hata last time nilikuwa na uhakika ikatokea. Unajua kuna mambo mengine ya kiutawala ambayo huwezi unakubaliana nayo, lakini kwa maelezo niko na kupitia viongozi wangu wanapambana, wanasema wako kwenye, naweza kusema kwa 99. Kwa hiyo nasubiri nione hiyo moja inaweza kaua hizo zingine zinabaki. Kwa hiyo nasubiri mpaka nione kila kitu kiko sawa. Kuna wachezaji ambao wamefanya nao kazi miaka ya nyuma kama Mzalo Hassan Salemba kwenye timu ya taifa, kuna kurahisishia kiasi gani kupeleka mawazo yako kwa wachezaji wengine? Ni vizuri kwa kuna ile kuelewa kile mwalimu anahitaji, lakini mpira unabadilika. Kipindi nilikuwa naye na sasa nimebadilika, kuna mengi nimeongeza, nimejifunza. Hata yeye pia sio yule. Na pia hata sio kwa timu yangu pekee, hata kwa Dodoma kuna wachezaji wengi nimefundisha. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, ni kwenye mpira inatokea, na ndio inafanya ile utamu wa mpira, kuona ndio tuna perform na kutana na mwalimu mwingine na yeye tunafahamiana, inakuwa ndio burudani, kwa sababu mwisho wa siku tupo ili tufurahishe mashabiki. Sawa. Yale maandalizi ambayo wameyafanya kama wachezaji kuelekea kwenye mchezo wa kesho, karibu. Kwa majina naitwa Alinganzi. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri katika mazoezi. Walimu pia maana mapungufu tulipokosea katika mchezo ulioisha. Kwa sisi kama wachezaji tupo tayari kwa mchezo wa kesho. Yes, kama wachezaji mkiwa na matokeo mabovu huwa na mambo ya kuzungumza, na mkiwa na matokeo mazuri huwa na mambo ya kuzungumza. TRA ni kama ilikuwa hamna mwenendo mzuri. Kama wachezaji ni kitu gani ambacho mnazungumza kuelekea mchezo wa kesho? Sisi kama wachezaji kuelekea mchezo wa kesho tumejipanga vizuri, tushaongea sana.
tulipokosea. Naweza kusema tena mwalimu kaona pale tulipokosea, kwa hiyo katurekebisha. Kwa hiyo imani kesho, katika mchezo wa kesho tutakuwa na mchezo mzuri na tutapata matokeo mazuri.